sana Heche ayasikilize madini na muandike pointi yasema akija Wasira ajibu. Kwa nini watu wanakupambanisha na makamu mwenyekiti wa CCM Steven Wasira? Sidhani kama ni sahihi. Mzee wetu Wasira ni mimi kwa umri ni kama babangu. Na mimi nafikiri ni mzee ambaye anahitaji kupumzika, kwa sababu kwa ukweli hawawezi kukeri agenda ya maendeleo na matatizo tulionayo ya vijana, kwa sababu ni kunikosea. Mimi ni mtu na carry agenda ya vijana na kubadilisha nchi. Jana nilikuwa nasoma sana kuhusu Korea Kusini ya rafiki yangu Kisa. Nimejaribu sana kuisoma modo yao ya maendeleo na ujue Kisa alikuwa kule hivi karibuni, anajua, ameona kwa macho yake. Unajua ukiwa unaelezwa kama hujaona huwezi kuelewa. Kuna vitu ambavyo ukielezwa huwezi kuvielewa mpaka uvione. Level ya maendeleo, aina ya barabara, hiyo miundombinu, infrastructures, watu walivyojenga underground huko chini, huko tunnels, gari zinapita, majumba yapo, watu wana barabara zinatembea, watu wanajenga chini ya bahari barabara. Ukielezwa unaweza ukasema hivi inawezekanaje? Lakini watu wamefika huko. Ukiangalia Korea kwa mfano, walipigana vita ya wenyewe, Korea Kusini na Korea Kaskazini, mwaka 1950 mpaka 53. Vita ya miaka 3. Walikufa zaidi ya watu milioni 3-4. Miundombinu yote iliharibika. Hakuna kiwanda kilichosalia, hakuna umeme, hakuna barabara. Kwa mpika sisi tunapata uhuru mwaka 61, Korea was relatively poor. Na ujue Korea Kusini ina kilomita za mraba 100,000 kama na 100,000 na kitu kama na 200 na kitu square kilometer. Sisi tuna 945. Kwa hiyo Korea inaingia ndani ya Tanzania mara 9 kwa ukubwa. Na hiyo Korea hiyo ardhi yake inayoweza kulimika, arable land ambayo ni cultivatable, inaweza kulimika ni 30% peke yake. Sisi tunayoingia mara 9, yani wanaingia kwetu mara 9, ardhi yetu inaweza kulimika ni 80%. Kwa hiyo Korea walibaki wanategemea ardhi ya 30%. Leo wana population ya watu milioni 51. Sisi tuko milioni 60 na kitu. Wale jamaa walikuwa maskini kuliko sisi. Kwa miaka 10 walianza kutengeneza viwanda vyao vya chuma. Wakatengeneza nafikiria labda walienda Pohang kule kuangalia viwanda vikubwa vya chuma. Baada ya kutengeneza viwanda vya chuma, wakaanza kutengeneza meli ndogo hizi za kusafirisha mizigo tu, za uvuvi. Leo sisi tunaenda kuomba msaada Korea, ambayo ilikuwa inachukua msaada wa USAID mwaka 60 mpaka 70, mwaka 70 mpaka 80. Wakaanza kutengeneza viwanda vya textile. Leo kila ukiona Samsung popote, iwe simu, iwe fridge, iwe oven, iwe nini, wametengeneza wao. Technology, wali-invest kwenye elimu, waka-invest kwenye uadilifu, waka-invest kwenye kuangalia watu. Leo wameendelea. Sisi mpaka leo tuna watu wanaitwa usalama wa taifa, wanahangaika na vyama vya upinzani, polisi. Serikali inahangaika na Heche, inahangaika na Lissu, inahangaika kuiba uchaguzi wa kitongoji, badala ya kuangalia kwamba tunawezaje kutengeneza. Leo kwa mfano, nikupe mfano example. Tuna pikipiki kwa mamilioni nchi. Vijana wamejiajiri kwenye pikipiki. Nani kwenye serikali anafikiria tunawezaje kuunda kiwanda cha kutengeneza tairi za pikipiki hapa ili tusizifuate China? Kiwanda tu cha tairi za pikipiki. Engine tutasema ni complicated, lakini au spoke, zile spoke, au battery. Kipindi cha Mwalimu Nyerere tuko na battery za Yuasa. Unajua maana yake nini? Kama utakuwa unatengeneza tairi humu ndani, utajenga kiwanda hapa, kitaajiri vijana wa Tanzania. Hii fedha kwa mabilioni unayochukua kutoka kijiji cha Kemakolere, Nyalero, Susuni, unaipeleka kununua tairi China, itabaki humu ndani.
Kwa hiyo itaajiri kijana hapa. Yule kijana aliyeajiriwa kwenye hicho kiwanda cha pikipiki atanunua mfuko wa simenti ajenge na atamlipa fundi. Kwa fedha inatoka kule kijini kwetu Nyalero inamlipa kijana wa Kitanzania hapa mshahara, anajenga nyumba, fundi anapata hela. Fundi yule atanunua mboga kwa mama ntilia anayeuza mboga au kwenye genge. Yule naye atapata, ataagiza bodaboda nyingine. Lakini tunatoa hizo fedha zote kwenda kununua bidhaa nje. Imagine nchi hii kwamba leo Kenya ni mwekezaji namba 3 hapa Tanzania. Kenya huyu unakuja hapo unakuta benki ya Equity ya Kenya, unakuta benki ya KCB Kenya. Sisi CRDB haijavuka hata mpaka wa Sirari pale. Alafu unamkuta mtu wa idara ya usalama wa taifa DSO anahangaika na Chadema pale tali, anamtafuta katibu wa Chadema, bana hebu tuambie mna siri gani. Hafikiri kuhusu uchumi wa nchi. Kwa watu kama mzee Wasira ambao wamechoka hivyo, hawezi kuwa na thinking kama yangu. Mimi nafikiria ni namna gani tunapata hii nchi, tubadilishe uchumi. Tuna uwezo wa kusimamia kilimo chetu, tuna uwezo wa kusimamia viwanda kwa kukopi modo mbalimbali za nchi kama China, Korea, na vijana wetu wakapata ajira, wakapata kazi na wakaishi maisha mazuri. Sio kuwatishia na polisi. Vijana wanaandamana tena kwenye mitandao. Wanasema hatuna ajira, sisi ni walimu. Leo nilikuwa napitia website ya Tume ya Utumishi. Wanasema walimu wanaohitajika kwenye shule za msingi ni zaidi ya 300,000. Waliopo ni 180,000. Kwa hiyo tuna upungufu zaidi ya walimu 100,000 na kitu. Shule za msingi. Sekondari tuna upungufu zaidi ya 100,000 na kitu pia. Vijana walioko mtaani wanaohitaji walimu wako kama 300,000. Kwa hiyo mapungufu tu yaliopo, vijana wote wale watapata ajira. Lakini badala ya kuwapa ajira, sisi tunapeleka kwenye kununua magari, kwenye kufanya anasa. Alafu vijana wakidai ajira wanakamatwa, wanatekwa. Hayo sio majibu ya kuwapa vijana, kwamba wanapokuambia tunataka ajira wewe unawateka wakati wewe uko kwenye ajira. Hicho kitu hakukubaliki. Haya, ulikuwa una jambo kabla, kwa sababu muda wetu pia unakimbia kweli kweli, kuhusiana na wabunge 19. Hivi kwa nafasi yako wewe, umekuwepo muda mrefu kwenye siasa, umekuwa bungeni na kina Mdee na kina Esther, unawafahamu uwezo wao. Unadhani Chadema inawahitaji? Kivipi? Yaani chama cha demokrasia na maendeleo Chadema bado kinahitaji Chadema inahitaji kila mtu, hata wewe. Sisi ni chama cha siasa, we need everybody kutunga mkono kwa policies zetu. Wamezungumza, nimeona pia magazeti ya juzi kwamba wao watagombea ubunge. Kwa mfano nimeona Mwakagenda, nimeona na mwenzake mmoja Nusrat pia, kwamba watagombea ubunge kwa tiketi ya Chadema kwa sababu bado wao ni wanachama. Nusrat hajasema hivyo. Nusrat Mwakagenda ndo amezungumza. Nusrat ni mwana CCM kabisa. Yaani yuko ni mwana CCM ambaye yuko bungeni kwa tiketi ya Chadema. Nchi na vituko hii. Unadhani bado mnaweza position ya chama kisha chukua hatua. Position ya chama na utaratibu wa kikatiba upo wazi. Kama kuna mtu anahitaji kuwa mwanachama wa Chadema, kama ni mwanachama mpya, katiba inaeleza utaingiaje. Kama ni mtu uliochukuliwa hatua na vikao, katiba inaeleza. Kwa hiyo haya mambo sio ya kubishana na kuulizana kila siku miaka 5. Mimi nimekuwa kwenye vikao muda mrefu vya kamati kuu. Hao wenyewe wengi wamewahi kuwa viongozi wakubwa sana wa chama chetu, wajumbe wa kamati kuu. Wanajua utaratibu wa katiba ya chama chetu. Kwa hiyo utaratibu uko very very open, uko very clear kwa kila mtu na ni kufuata tu utaratibu wa kikatiba wa chama. Lakini hamuoni pengo lolote la viongozi wale, yani ndani ya Chadema kwenye kipindi hiki kuelekea 2020? Wewe unaliona? Sasa mimi si mwana Chadema. Taasisi yetu ni kubwa kuliko mtu mmoja. Na tumekuwa tukisema hivyo kila mara. Na sio kwa nini hamtaki kuamini. Aliondoka Walidi Kaburu, ndugu yangu. Alikuwa katibu mkuu wa chama chetu, very popular na mbunge. Dr. Slaa aliondoka, katikati ya uchaguzi. Aliondoka Zito Kabwe, the famous Zito Kabwe. Alikuwa kiongozi ambaye na apili kwa vijana. Chadema is here. Kwa hiyo Chadema ni zaidi ya mtu. Hii ni taasisi yenye mission ya kubadilisha maisha ya watu. Ni taasisi inayokwenda kubadilisha uchumi wa nchi hii. Watu wanaiamini Chadema sio kwa sababu ya John Heche na sura yake, wanaiamini kwa sababu ya yale tunayoyasimamia na yale tunayotaka kuyatekeleza. Nimeona jana tulikuwa na story kwenye baadhi ya mitandao ya East Africa kuhusiana na mtu anaitwa Mchome. Sasa baadaye pale chini, bahati nzuri akaja katibu mkuu akafanya kutueleza kwamba nini ambacho kimefanyika na chama. Akasema majibu anayohitaji, kwa sababu Mchome alikuwa akisema amepeleka barua anasubiri majibu. Akasema
akasema majibu anayohitaji yapo na ameitwa akafuatia hajaenda. Mnadhani hoja za Mchome zimetokana na nini? Hilo umuulize, hoja zako zimetokana na nini? Hilo ni swali anapaswa kujibu yeye. Zina mashiko na basis yake ni nini? Hayo yote ni maswali anapaswa kujibu yeye. Zina mashiko nyenye mkizitazama kama ndio mimi nasema hivi. Ndio maana nimesema kuna baadhi ya vyombo vya habari paka wakati tunajiuliza hivi, wa Tanzania tunakuwa na matatizo gani? Watu tulioko nao kwenye media, angalia watu wa Kenya wanavyo cover story. Mimi siwezi kuja tu hapa nikasema East Africa Radio ina wafanyakazi wawili kwa sababu tu nimewaona nyie Kisa na Exaudi. Bila base yoyote kwamba bana sikiliza, hii hapa ni pay slip ya ni roster ya wafanyakazi wao wote ni wawili tu. Mimi nakuja tu baseless kwa sababu nimewaona mmekaa wawili nikasema nyie ni wawili. Mtu anapokuja kwa mfano akasema akidi haijatimia, mimi nilitegemea kile chombo, kuna chombo kina hiyo agenda na kinajua nani anakitumia. Walipaswa wamuulize hivi, sikiliza bana, hebu tuambie wewe unasema watu walikuwa 84, hebu tuoneshe karatasi, kwa sababu kila unapoingia kwenye kikao chochote lazima usaini mahudhurio. Hebu wewe tuoneshe mahudhurio yako wapi ulionayo. Je, ulikuwa kwenye kikao? Mimi nilikuwepo na mahudhurio haya. Sasa wewe ukuwepo, huna karatasi ya mahudhurio, una base yake kusema kwamba watu walikuwa chini ya akidi ni ipi? Kwa sababu hata mahakamani, he who alleges has the burden to prove. Wewe unayetuhumu ndio una mzigo wa kuthibitisha kwamba tuhuma zako ni za kweli. Katiba yetu inasema nini kuhusu mwanachama anayezungumza uongo hadharani kwa namna hiyo? Anawashughulisha kwenye shughuli ambayo mnaona kabisa haina. Mimi ni mamlaka ya rufaa. Kwa nafasi nilionayo, makamu mwenyekiti wa chama taifa, ndio mamlaka ya kinidhamu ndani ya chama na ni rufaa ya mwisho. Kwa mimi sina, katiba yetu iko very clear, lakini siwezi kusema chochote. Kuna mamlaka huko chini, mamlaka zake, kuna mkoa, kuna kanda, kuna nini, alafu itakuja kwenye taifa. Sasa kama kuna mtu amefanya makosa, wao wanajua cha kuchukulia, lakini sisi ni mamlaka ya rufaa, tutaki kuwa biased. Sisi ni watu wa haki. Lakini mimi na wasihi wa Tanzania, let us not be distracted kutoka kwenye agenda yetu ya kuchukua nchi na kubadilisha maisha yetu. Agenda yetu ya kupigania mfumo huru wa uchaguzi utakaoleta viongozi wanaowajibika, utakaoleta wabunge watakao kwenda kuzungumza issue za wananchi. Sio wabunge wanaoenda kuzungumza kumsifia rais na kumpamba. Hiyo ndio agenda ya Watanzania. Mtu mwingine yoyote anayekuja na agenda ya kutudistract, sisi hatuko hapo. Na ndio maana sisi tumeset tone. Leo jioni tutakuwa na tukio kubwa sana la kichama. Nafikiri litafanyika kwenye hoteli moja, mtaambiwa. Tutazindua na nyie nafikiri mtakuwepo. Tukimaliza tunaanza ziara. Kwa sababu tutakuwa tumemaliza engagement, tunaanza massive political rallies kwenye nchi yetu ambayo haijawahi kutokea. Na tutakwenda kuzungumza na wananchi huko kuhusu maisha yao na policies zetu katika kubadilisha maisha yao. Kwenye ziara uliyofanya wakati unakwenda kuwashukuru wananchi baada ya kushinda, ulizungumza sana kuhusu maslahi makubwa ya wabunge. Yes. Kwanza, unafikiri tena kurudi bungeni? Ndiyo. Pili, wakati ukiwa bungeni hayo maslahi wewe hukuona ni makubwa? Uliwahi kusema kuna mistake watu wanafanya. Na hao ni watu ambao wana uvivu sana wa kufikiri. Mimi ni mtu nayetaka watu waishi maisha mazuri. Ndio maana niko kwenye Chadema, kwa sababu najua CCM inafanya watu wawe maskini. Mimi napinga umaskini. Ningependa kila mtu alipwe vizuri, hata wewe Exaudi ulipwe vizuri, sio tu watu walioko kwenye serikali. Tunataka makampuni yawe na fedha. Wewe Exaudi ulipo hata milioni 20, kwa sababu kuna radio presenters wanalipwa hivyo. Kenya wapi. Ndio ninachotaka. Hata hapa Tanzania kuna mwingine niliambiwa analipwa milioni 10. Kwa mimi sina wivu na mtu kulipwa gharama kubwa. Lengo lako ni nini? Lengo langu ni kuambia watu kwamba sikilizeni, hao wabunge wao wanalipwa vizuri, alafu ikifika kwamba wawatetee nyewe mlipwe vizuri, wanasema hela haipo. Wao kwa nini? Ndio maana mara zote nenda clip zangu ziko everywhere. Ukiwa mbunge pia nilikuwa nasema tunalipwa fedha nyingi. Nimesema mara nyingi, na mimi ndo nilitoka nikataja mishahara ya wabunge wazi kwamba sisi tunalipwa hivi. Hatuna haki ya kulipwa hivi wakati tunataka walimu walipwe 400,000.
Sisi posho siku moja tu ilikuwa 400,000. Alafu mwalimu namlipa kwa mwezi 400,000. Nimekuwa napinga hilo jambo nikiwa na wasemea walimu kwamba mishahara yao iongezeke ili wapate hasira wadai zaidi. Mimi sijasema hivyo ili tushushiwe mshahara. Kwa sababu tukishushiwa wote tukawa chini wote, si wote tumekuwa chini. Mimi na ugomvi na wabunge wa CCM kwa mambo haya. Wanalipo mishahara mikubwa, hawatimizi wajibu wao. Wanarara tu. Wanakula posho hachangii. Inapofika kuikaba kwa serikali hawaikabi wakati wamelipo mshahara wa wananchi. Jambo la pili ni na ugomvi nao kwa sababu wanajifanya ni siri. Sio siri, mshahara analipa mwananchi. Kwa nini uwe siri? Kwa nini iwe siri kwa bosi wako? Mimi nilikuwa bungeni nalipwa milioni 12 kwa mwezi. Kuna kitu kinaitwa jimbo allowance na wanapotosha sana watu ili watu wasielewe. Kuna kitu kinaitwa jimbo allowance, tulikuwa tunalipwa milioni 8 na kuna mshahara ilikuwa karibia milioni 4. Kwa inakuwa milioni kama 12 na 11 point something mpaka 12. Na posho ni tofauti. Posho ya mafuta ni tofauti. Sasa hivi wamepandishiwa vyote. Jimbo allowance imepanda, mshahara posho ya sitting allowance na padiemu imepanda. Na kama mtu anakuja hapa anawadanganya, nimeona mmoja anasema eti Heche mbona hakukataa mshahara? Nikiukataa ndio ungeshuka. Mimi sijai kusema mshahara ni ukatae. Hoja yangu ni hivi. Wananchi, hii nchi ina resources za sisi wote kupata maisha mazuri, tudai maisha mazuri. Sio watu, sio kakikundi ka watu ndio kawe na maisha mazuri wakati wengine mna maisha mabaya. Kuna mtu anaweza akafikiri akasema Heche kama aliona mshahara ni mkubwa na wananchi wanateseka, yeye aliwahi kufanya nini kwa wananchi kwa kutumia huo mshahara wake? Sasa ukichukua milioni 12 ukasema mimi kwa mfano nina wapiga kura wa jimbo la Tarime wako 100,000 na kitu. Ukichukua milioni 12 hata ukajaribu kugawa, hata mtu hatapata sumni. Bado it's still a peanut. Huyo ni mtu anafikiria hovyo. Mimi nazungumzia mapato mengi ya nchi. Unaangalia nchi imeibiwa bilioni 300, watu wamenunua magari bilioni 900. Hizo ndio tuangalie. Hoja yangu kwenye mishahara nataka kuwa very clear. Sina wivu na mtu kulipo mshahara mzuri. Na mimi nataka watu walipo mishahara mizuri. Lakini unapolipo mshahara mzuri utimize wajibu. Sio unamlipa askari 500,000, wewe unajilipa milioni 12 au 13 au 18 wakati mnaenda soko hilo. Maji mnalipa bili sawa, umeme mnalipa sawa. Are you so special kwenye nchi hii kwamba wewe ni ya nchi hii, ni ya kwenu, ni ya familia yenu, kwa hiyo nyewe muishi vizuri wengine waishi vibaya? Kwa hiyo tutegemee pengine unataka unapolipo mshahara mzuri na wengine walipo. Na policy yetu Chadema sio kushusha mishahara, ni kuongeza kwa kila mtu. Kwa sababu tuna resources za kutosha kwa watu kulipo vizuri. Tuna hizo rasilimali zinajitosheleza. Budget ya nchi 40% inaishia kwenye ufisadi na rushwa. 40% ya budget every year inaishia kwenye ufisadi na rushwa na corruption. Kwa hiyo hakuna mtu anaweza kuja akaniambia eti hatuwezi kuajiri walimu vijana 300,000 eti kwa sababu hatuna uwezo. Uwezo upo. Ni kuziba mianya ya rushwa, ni kufanya vipaumbele vyetu ni nini. Tutambue vipaumbele. Our priorities ni nini? Ni kujinunulia magari au ni kuajiri vijana? Ni kuongeza mishahara ya walimu au ni kuongeze? Jana nimeona eti walimu wanapewa vitenge. Yani kwamba vitenge vimeandikwa vitenge vya mama. Mara wanafunzi wanapelekewa vitenge. Walimu wanapelekewa gesi na openers. Haya ni matusi kwa walimu. Walimu hawahitaji kupewa vitenge vimechorwa picha ya mtu wavae kama mabango, watumike kama mabango. Kila mtu awe nacho nchi nzima, kila mtu anajua ni cha bure. Walimu wanahitaji mishahara mikubwa, wanunue vitenge wanavyohitaji. Walimu hawahitaji mwanunulie ma-t-shirt yenu yamechorwa sui CCM, sui mama nani anaupiga mwingi. Walimu wanahitaji uwape mshahara mzuri, ajinunulie kiatu kama unachovaa, avae shati kama unarovaa, sio ukamchapishia mavitenge huko China ya fedha za wizi umletee. Heche tumalize hili. Asante. Narudi tena nyuma. Ziko tuhuma wakati wa kampeni zilikuwa ni tuhuma za kijinai. Ubadhirifu wa fedha ni makosa ambayo hayafi. Chama kinataraji sisi tusubirie pengine kuna hatua specific. Nani alituhumiwa kuhusu ubadhirifu?
Zilikuwepo tuhuma aliyezitaja mgombea mwenyekiti kwa sasa mwenyekiti kuhusu matumizi ya fedha, akimtuhumu mgombea mwenzake. Mgombea mwenzake ambaye alikuwa mwenyekiti wa zamani Freeman Aikaeli Mbowe. That's too general, hakusema hivyo. Na kama kuna tuhuma zozote za masuala ya matumizi mabaya kwa kichama, tuna hatua tunazochukua. Na ndio tutegemee. Lakini kwamba kuna mtu alituhumiwa kwamba ametumia fedha vibaya kwa maana ya matumizi ya yeye. No. Tulikuwa tunadai transparency ya matumizi, na sisi tumesema tutaweka transparency. Na kitu chochote ambacho tulisema, sisi ni viongozi wa mabadiliko. Kama kuna mtu, sisi hakuna mtu tunampendelea wala kumwogopa. Kama kuna mtu ametumia rasilimali za chama isivyotakiwa, atakuwa liable. Atakuwa liable. By the way, umemaliza swali lako. Ndio kiongozi. Amemzungumza Freeman Mbowe, nikumbuka wakati anazungumza pale Mlimani City siku ile baada ya uchaguzi, mwenyekiti Tundu Lissu alimwambia nenda mapumziko, vacation, rudi mapambano yaendelee. Wakati wa kukabidhi ofisi, kukabidhiwa ofisi, hatukumuona. Katibu mkuu akajibu vizuri tu kwamba haikuwa lazima yeye awepo kukabidhi ofisi. Wakati nazungumza na Amani hapa, wakati mmetoka Bagamoyo, akaniambia mnafikiri mnajiandaa kwenda kwake kuzungumza naye. Amemaliza vacation. Sasa atarejea kwenye harakati lini? Zaudi, tumuone. Ni kama unaniuliza kwamba kila siku mimi niko na Freeman. Au kila siku nazungumza naye. Hata akiwa mwenyekiti wa chama nilikuwa sizungumzi naye kila siku. It doesn't work like that. Kwamba kila siku nampigia simu. Huo ndo uchawa sasa. Yaani kama uko kwenye chama kila mwenyekiti, umeshindaje? Umeamkaje? Unafanya nini? Listen. No. Listen. Hatufanyi hivyo. It's not always like that. Nashukuru kwamba umetambua kwamba mwenyekiti tunatambua. Mimi leo nimeweka picha yake nikiwa naye mwaka 2007. You can see niko kadogo kweli. Amekuja pale Sauti kuzindua tawi letu pale. Mimi niliwaambia hata hapa siku hiyo. Nilisema mimi kwangu ni baba wa kisiasa, ni mtu amenijenga, ni mtu namthamini na mheshimu na mpenda. Lakini tulitofautiana kwenye mtazamo wa kisiasa. Na he still remain to be my father in politics. Ndivyo hivyo itakuwa hivyo. Sasa kwamba amemaliza vacation katika appropriate time, mwenyekiti wetu mstaafu mtamuona kwenye shughuli za chama, na ni mjumbe wa kamati kuu ya chama wa kudumu. Leo mnazindua mfumo wa kipekee wa kidijitali wa chama wa kuunganisha wanachama. Watu wanataraji kuona wanachama kama yeye sasa akiwepo miongoni mwa watu wanaweka historia hiyo. Unajuaje kama hatakuwepo? Ndio tunauliza hatakuwepo. Sasa siwezi kujua waliko wote kama hatakuwepo. Unaweza ukaalikwa ukasema upo, jioni ukapata tumbo likakuvuruga. Mmemwalika. Hata kisa anaweza kuwa sio kumwalika, yeye ni sehemu. Hii ni agenda ya kamati kuu. Yeye ni mjumbe wa kamati kuu wa kudumu. Ni agenda yetu. Ngoja nikwambie, kuna program nyingi sana zimezinduliwa hata sitting chairman akiwa hayupo. Unajua kwamba mwaka juzi tulikaa kikao cha kamati kuu na nini na retreat Zanzibar, mwenyekiti hakuwepo. Kwa awepo asiwepo mwenyekiti, kazi za chama zitaendelea. Kuna program nyingi tu, hata Lissu akiwa makamu zimezinduliwa, hayupo kwenye kikao. Hamdhani kwamba mbona haikuwa kwenye ile kauli ya kuponya majeraha inaweza kawa ni njia sahihi akionekana? Nimewauliza kwamba tumuone. Nionyesheni nyie jeraha mnaloliona, mmeshindwa kuonesha. Kwa jeraha nyie ni kutaka Freeman akiwepo ndo jeraha alipo. Jeraha ndo mlialeta nyie. Ndio nasema kwamba Freeman akiwa kwenye kikao ndo mtajua hamna jeraha. Angalau kuwaona kwa pamoja. At appropriate time mtamuona. Hii tunauliza kwa sababu kuna watu walikuwa nyuma yake. Wakati wa uchaguzi. Lakini saizi wako nyuma ya chama. Kisha maliza uchaguzi, watu wako nyuma ya chama. Siwaoni. Sikiliza kisa, hatujagombea kwenye level ya taifa tu. Watu hatuwaoni. Listen, hatujagombea kwenye, hujawaona wapi? Kuna watu hatuwaoni kwenye picha zenu za pamoja. Hatuwaoni. Kwa mfano Mnyika mnamwona lini kwenye picha ya pamoja? Wenje. Muulize yeye, call him. Tuliambiwa alisema mbona listen, ngoja. Wewe you are being too many. Sikiliza. Iko hivi, mimi kwa mfano nimefanya mikutano juzi ya kukaribishwa nyumbani.
alikuwepo mwenyekiti mmoja wa kanda, walikuwa wawili. Utauliza wengine kwa nini hawakuwepo? Mbona mjauliza kwamba kwa nini mwenyekiti fulani wa kanda hakuwepo? Sio icon, wanauliza kwa sababu ya umuhimu. Chama kimetengeneza wako watu nyie mmewapeleka. Nimekuambia hivi, hiki chama hakuna icon. Nimekuambia mapema sana kwamba hiki chama, si mlikuwa mnasema kwamba Freeman akiondoka chama kinakufa? You said so, kwamba hakuna mtu mwingine anaweza kuongoza chama. Si hatukusema. Nimekuwa mkisema hivyo. Ndio bana nilisema hata Heche anaweza asiwepo na chama hiki kitaendelea mbele. Nimewapa mfano, Kaburu alikuwepo, hayupo. Zito alikuwepo, hayupo kwenye chama. Sra alikuwepo, hayupo. Kwa hiki chama tunajenga taasisi ambayo hata wewe Exaudi unaweza kuiongoza na kuwa mwenyekiti na chama bado policies zake zikasimama. Wote tumeunganishwa na hiki chama kwa sababu ya policies za chama. 2025 imekaribia Heche. Kwa hiyo niweke this very clear kwamba hakuna mtu mkubwa kama unavyomuona ambaye anazidi hiki chama. Hayupo. Kwamba asipokuwepo shughuli za chama zisimame. Na watu hawapo sio kwa sababu wamezira. Watu hawapo kwa sababu wakati mwingine hawapo kwenye hayo matukio. Tulikuwa kwenye retreat. Mtu pekee ambaye hakuwepo ni Wenje. Ndio mnauliza. Ndio. Wenje anaishi Canada, ana familia yake Canada. Kama ameenda kuona mke wake katika wakati muhimu kama ule, ni muda wa kwenda kumuona mke. Sasa muulize, mbona tumekuwa hapa kwenye wakati muhimu wa maandamano hayupo? Kwa nini mkuuliza? Kuna wakati muhimu kama ule maandamano. Sasa kwenye uchaguzi alikuwa anagombea, asingeweza kutukuwepo. You people, you have to think properly. Ila sisi tunasema yale ambayo watu wanatamani kuyaona. Na wewe unajua. Wakati mwingine waulize wao kwamba kwa nini hampo. Wakwambie. Sasa kama mtu anaumwa utamwambia aje kwenye kikao. Wakati tunamalizia Heche, tunajua hamfikiri sana kuhusu uchaguzi. Hamfikiri pia kuhusu mgombea. Mgombea nini? Sababu ikitokea mbeleni mmekubali no reforms no election. Sisi tuko sikiliza. Sasa ikitokea reforms zimetokea, mgombea yupo? Juzi nilimsikia Makara anasema hivi, hatujajiandaa, hatuna fedha, hatuna nini. Uchaguzi sio fedha. Mimi nilishinda ubunge, hata nilishinda udiwani, natembea kwa mguu, nagombea na mtu anaitwa Peter Zakaria. Multi-billionaire na mabasi kanda ya Ziwa nzima ile kama Abudi. Ndio Abudi wa kule kwetu. Nikamshinda na nilikuwa mwanafunzi. Nimeenda kwenye ubunge sina hata gari, nikashinda ubunge. Kwenye uchaguzi cha kwanza unahitaji candidate. Unahitaji nini? Mgombea. Cha pili unahitaji institution, taasisi ambayo tunayo ni Chadema, imesamba everywhere. Cha tatu unahitaji policy, sera ambazo tunazo. Cha nne cha mwisho ndo finances. Kufacilitate mambo yaende. Kwa fedha ni za mwisho kabisa. Kwa hiyo mimi nakwambia hakuna chama kimejiandaa kuliko sisi kuwa na wagombea everywhere. Na hata hao vijana ambao CCM inawanyima ajira wanapaswa kuwa sehemu ya mabadiliko. Mimi nilikuwa mwalimu, nikatoka nikaenda kugombea, nikawa mbunge. Wajue hata wao wanaweza kuwa wabunge kwenye majimbo yao. Kwa waanze kujiandikisha kwenye chama, wajiandae. Kama kutakuwa na mabadiliko ya kimsingi tunayo yametokea, tutakwenda kwenye uchaguzi na hakuna mtu atatushinda. Quality ya wabunge wetu, quality ya madiwani wetu kwenye halmashauri, CCM haijawahi kumachi. Kuna mbunge gani unaweza kumlinganisha na Godbless Lema pale kutoka CCM? Kwa nini bunge wanalinganishwa kwa nini? Kwa hoja na kusoma na kuwa na mawazo. Kwani mbunge anafanya nini? Unabeba chuma mle bunge? Mimi najua anawakilisha hoja za wananchi. Kujenga hoja ndio. Na kwa nini tumlinganishe mbunge wa Iringa mahitaji yake na mbunge wa Ukerewe? Mbunge ni kiongozi wa kitaifa. Lakini ni mwakilishi. Najua ni kiongozi wa kitaifa lakini ni mwakilishi kwenye jimbo lake. Ni mwakilishi wa watu wake na ni mwakilishi wa kitaifa. Ndio maana budget ya nchi inatungwa na wabunge wote. Kwa unapofika kwenye bunge unatunga budget, unazungumza mpaka jimbo lisilo la kwako. Ndio maana lazima uwe na capacity. Tunapozungumza mikataba ya kimataifa, bilateral and multilateral agreements, mbunge anazungumza, anawakilisha nchi. Ndio maana nimekuambia tunatoa wabunge wenye quality ya kuweza kuzungumza hivyo vitu na wenye kuvielewa na wanaosoma na kujishughulisha. Nani unamlinganisha CCM na wabunge wetu? Tumepeleka wabunge quality. Ndio maana leo hatuko bungeni, bunge limesinzia. Unaona watu wangapi wenye uwezo wa kuwakilisha chama kwenye nafasi ya urais kwa sasa? Wako wengi.
urais. Wako wengi. Anaweza kugombea mwenyekiti wetu Tundu, anaweza kugombea Freeman Mbowe mwenyewe, mwenyekiti mstaafu. Hata mimi Heche naweza kutia, kwani mimi napungua mzee. Na uwezo na capacity of transform hii nchi. Tuna watu wengi, maelfu. Na wengine watakuja. Tuna watu wengi kabisa. Mimi na Pwaya nimekuwa mbunge. Kwa hiyo kama tumekuwa na Magufuli bungeni na akaenda alikuwa mbunge tu. Jakaya alikuwa bungeni kama mimi nilivyo, kwani mimi napungua nini au Mbowe anapungua nini? Au na tumeonesha kwa vitendo kwamba we love this country, tunaipenda hii nchi na tuna mawazo na tuna elimu ya kuipeleka mbele. Kwa hiyo hatuna upungufu wa watu wa kuwa wagombea urais. Tunao wengi. Wengi sana. Wengine hata uwajui. Dakika 38 baada ya saa 2 kamili. Bwana Heche, tunakushukuru sana kwa kweli kwa kuja. Kama una jambo, nimeona maoni ya watu wengi kweli. Neploni Mlowe nimekuona Chifu Mkomo, nimekuona Boazi Washington. Na wengi wanasema tu wanamkubali Heche. Yaani hakuna hata mmoja ambaye kauliza wala swali. Wengi wanakubali. Wanatumalizia. Kama una jambo la mwisho la kuzungumza, wanachama sio kwa ni machawa wake. Let's go na challenge. Niseme tu kwamba tuna no reforms no election. Wa Tanzania tunaomba mtuunge mkono. Tutakuwa na ziara kusini. Chama kitatangaza ni lini. Watu wa kusini, Lindi, Mtwara, paka Songea wajiandae. Tunakuja immediately hivi karibuni baada ya kumaliza shughuli, na tunaomba wanachama wetu wote watuunge mkono. Wajiunge na chama. Hiki ndio chama chao kitakacho kwenda kuondoa umaskini uliokithiri kwa miaka 63. CCM imeshindwa kaka. Hata muwape miaka 100 hawana uwezo tena wa kufanya chochote. Hawana. Basi tunakushukuru sana kwa ujio wako, na tunaamini pia baadaye tutakutana kwenye event yenu pia nije nione ambao wameniambia watakuwa. Na watu kuanzia saa 12 wafuatilie event yetu kubwa ambayo inaenda kutransform chama chetu kwa chama cha kisasa zaidi kuanzia saa 12 jioni na kuendelea. Tutakuwa kwenye YouTube mbalimbali live na baadhi ya vyombo vya habari vitakuwa live. Yes. Sawa, tukirudi itakuwa ni muda wa dondoo za michezo. Tulikuwa hapa na makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche. Najua wengi kweli mmeenjoy kusikiliza mazungumzo haya, na kwa YouTube nimeona wengi kweli